mashangazi zetu, ni dada zetu, ni kaka zetu, ni tulikuwa tunaishi nao kwenye ulimwengu huu, ila tu kwa sababu karma au hatima imetimia ya wao kuondoka katika ulimwengu huu, basi ndo maana hatuko nao. Na mimi na wewe pia tutaondoka pia vile vile kama wao walivyoondoka. Sio kwamba wao walipenda kuondoka katika ulimwengu, sio kwamba wao walitaka kuondoka katika ulimwengu, bali hatima iliwalazimisha wao kuondoka katika ulimwengu. Kwa maana hiyo na kwa mijili hiyo, ni vyema sisi kama Waafrika na tamaduni zetu za Kiafrika tuheshimu, tuthamini na tuelewe kwamba zile roho zao na mababu zetu waliondoka na mabibi zetu kuwa wametutangulia katika ulimwengu wa kiroho na bado wanaendelea kuishi katika ulimwengu wa kiroho, na wao kama wao wataendelea kutusaidia katika maeneo mengi sana katika mambo ambayo tuwezi kuyaona kwa ulimwengu wa nyama. Tuamini hivyo kwa sababu wale wametokana na sisi. Na hawa wanakwenda kuwa walinzi wa kiroho, walinzi wa hekima, walinzi wa familia. Wanatuunganisha sisi wanadamu, wanatuunganisha sisi familia na nguvu za Mungu. Naomba tueleweke vizuri. Hawa wazee wetu, mababu zetu na mabibi zetu wanatuunganisha sisi, kati ya sisi familia, sisi wanadamu tulioko hai, umeona, na nguvu za Mwenyezi Mungu au nguvu ya universal. Hichi ndicho watu walitakiwa kufundishwa, ila zipo kanuni za kuzungumza nao, zipo kanuni, zipo sheria za kuwasiliana nao. Na kitu ambacho hatuelewe ni kwamba huwa tunakutana nao kwenye mazingira tofauti tofauti. Nitakueleza kwa baadaye katika makala hizi ni namna gani unaweza kuwasiliana nao. Zipo njia nyingi sana za kuzungumza nao wazee wetu, Mungu awarehemu. Zipo njia nyingi za kuwasiliana nao ili wakupe msaada, ili wakupe maarifa, umeona hekima inatakiwa, busara inatakiwa ili waweze kuleta msaada. Na wengi wao wamekuwa wakipitia matatizo hapa kwa sababu hawajui na hawafahamu na hawakurisishwa. Pengine hata wazee wao walivyoondoka kwenye ulimwengu huu na wao hawakujua. Walipoondoka, walipofika kwenye ulimwengu wa kiroho, ndo wakatambua kwamba tulipokuwa tunaishi duniani, kumbe tulikuwa tunaishi katika mfumo ambao sio mzuri. Kwa ili sasa tuwasaidia hawa watoto wetu, wajukuu zetu waliobakia huko, wanakuja sasa kurejea kwa njia tofauti tofauti. Sasa wakiwakuta nyinyi walevi, wakiwakuta nyinyi mnafanya mambo ya uzinifu, wakiwakuta nyinyi mnafanya hivi na hivi na hivi na wakadha, wengi wao na wengine huwa wanachukia, wengine huwa wanareact. Ndio maana unaona kuna maradhi yanatokea, ndio maana unaona kuna ajali zinatokea, ndio maana unaona kuna wakadha yanatokea, kwa sababu wanawapa ishara, kwa sababu ulimwengu unazungumza na watu kwa ishara, na wao wanaleta ishara mbalimbali. Hamtaki kuelewa, hamtaki kusikia, ndio maana wanakuja wengine kwa fujo. Lakini kuna waambia ambao ni wastaarabu, wanaamua kuwaacha. Chochote kitakachowakuta basi mtajijua wenyewe. Umeona, na wao wanashindwa kwa sababu hawawezi kuwashika kwa mikono, hawawezi kuwagusa kwa mikono, bali wanatumia njia za kiroho, njia za mawasiliano kuwafikishia ujumbe. Naona nisiende mbali sana, niwaelezee aina kuu 7 za mizimu kwanza uzielewe, alafu ndo tutaelezana mambo mengine baadaye. Kumbuka kufollow, kusubscribe, kulike na kushare. Hii ni Come TV Tanzania. Karibu tuongee.